haufai. Nafahamiana hayo. Sasa mtu kwa nini ufike huku? Mtu kwa nini ufike huku? Ila hali mtume kashamaliza, ya maashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Tabia kama hizi wakati mwingine zinapelekewa na matamanio. Yani mtu matamanio yamemjaa, alafu hana pa kwenda kuyatoa. Sasa anajikuta na vitabia vya ajabu ajabu. Vitabia vya ajabu ajabu. Kuna watu wengi wana maradhi msokoni, wakipita wanawake wanawagusagusa katika miili yao. Mara kamshika huku, yapo. Yani haya maneno ukiambia hivi kama jambo haliwezekani, lakini huko sokoni yapo na yanatokea. Sasa hizi tabia za ajabu, hizi tabia mbaya. Wewe ukihisi kwamba hali tete, ili ustiriki. Wazi? Ayo. Kuliko ni kuiporomosha heshima yako kwa kufanya uovu huu. Qala amma idha hasala al-idhn bid-dukhul, ama ikitokezea idhini ya kuingia nyumbani kwa mtu, au bin-nadhar, au ya kutazama, min makanin ali, kutokea katika sehemu ya juu, anil manzil, kutazama nyumba fulani, fawaqa'at aynul ajnabi, yakaangukia macho ya yule mtu wa kando aliyekaribishwa na kuidhinishwa, alama la yahil, katika kile kisichokuwa halali ya kutazama, fala junaha alayhi, hakuna dhambi kwake. Mwanzo kwa ni fundi umeme, fundi maji, fundi bomba na aina zingine za ufundi, ukaleta nyumbani kwa mtu, umeidhinishwa na mwenyewe yupo, mathalan mwenye nyumba, njoo fundi pita. Sawa? Mara ile pita unaingia, mara pazee kafunuka, kuna mwanamke kule hajavaa stara, ukamuona. Sawa? Wewe una dhambi hapo. Una nini? Una dhambi kwa sababu wewe hujakusudia, imetokezea. Umeingia hapo pazee, subhanallah, ikafunikwa. Ndio ushaona hivyo. Siri yako. Sawa? Fanya kama hujaona vile. Bahati mbaya, haina shida. Au umeidhinishwa, umeingia, wale wahusika wenyewe wako ovyo ovyo. Sawa? Sasa wewe una dhambi hapo. Wewe una dhambi. Na watu wajitahidi katika familia zao kuzipa utaratibu na kuzilea katika malezi ya dini. Kuna bwana mmoja huyo alimkaribisha ustadhi kwake. Sasa ule utaratibu wa nyumbani, binti yake kila anaingia anamshika mkono na kumbusu. So mtoto kivo, binti ameshainukia. Sasa yeye baba hajamueleza, hajamfundisha vizuri kama bana, hii ni mimi tu. Sasa binti yake kila mtu anampa mkono. Fika ndani huko, ahali yake hajavaa stara. Sasa yeye haitakiwi, alafu mtu kajipamba na kadha, yeye haitakiwi. Takiwa kuzilea familia zetu katika malezi ya dini, kwamba mkeo utakapokuja na mtu mwingine asiyehusika, ajnabi, avae stara, na kama hakuna ulazima wa yeye kuja asije. Sasa tuna zile habari za magharibi huko. Sawa? Ni kama hakuna ulazima wa yeye mke wako kuja pale kwa wale wageni, asije, baki huko ndani kwake alipo. Sababu asili ya wanawake ni kufichwa. Sawa? Kama kuna haja basi aje akiwa amevaa stara kamili, kae hapo. Sawa? Na sasa kuna wale wengine anataka atambe kwa wenzake, bwana yeye, mimi mke wangu ndio hivyo chombo, sema piskali, wewe mafulani njoo
Tuna wengine anza kumgombeza kijana vizuri stara. Nataka jamaa nguo fulani hivi ambazo wale jamaa zake wakimtazama sasa, si jamaa yetu kapata kweli kweli. Mtoto mzuri hadha la yajuz. Sasa uzuri wa mkeo unawahusu nini? Uzuri wa mkeo unawahusu nini? Na watu wengine bana hana wivu kabisa rafiki yangu. Hana wivu. Yaani mkeo wewe, yaani mke wako wewe unataka watu wamuone ili wakishamuona wagundue nini? Si tabia zetu Waislamu. Sawa? Naam.